Injili ya Luka mtakatifu sura ya 23. Wakasimama mkutano wote, wakampeleka kwa Pilato. Wakaanza kumshitaki wakisema, tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Pilato akamuuliza akisema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu akamwambia, wewe wasema. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Nao walikaza sana wakisema, huwataharakisha watu akifundisha katika Uyahudi yote, tokea Galilaya mpaka huku. Pilato aliposikia hayo aliuliza kama huyu ni mtu wa Galilaya, na alipopata habari ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode, kwa kuwa yeye naye alikuwapo Yerusalemu siku zile. Na Herode alipomwona Yesu alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka sana kumwona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akataraji kuona ishara iliyofanywa na yeye. Akamuuliza maneno mengi, yeye asimjibu lolote. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama, wakamshitaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya duni pamoja na askari zake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile Herode na Pilato walipatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu. Akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu. Nami tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliomshitaki. Wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitamrudi kisha nitamfungua. Maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyu, utufungulie Baraba. Naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Basi Pilato alisema nao mara ya pili, kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu, lakini wakapiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikiisha kumrudi nitamfungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe. Sauti zao zikashinda. Pilato akahukumu kwamba haja yao ifanyike. Akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina na uuaji, yule waliyemtaka, akamtoa Yesu wamfanyie watakavyo. Na walipokuwa wakimuondoa, walimkamata mtu mmoja Simoni Mkirene, aliyekuwa ametoka shamba, wakamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye. Na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama,
Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9, jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri la tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa.